Karibu tena mpenzi msikilizaji wangu kwenye kipindi chetu cha elimu ya afya ya akili. Naitwa Deborah Mwangomo, ni licensed professional counselor associate. Tafadhali usipite kwenye channel yetu bila kusubscribe, kulike, kutoa comment na pia kushare video zetu na watu wengine. Karibu sana. Napenda kuwatakia wasikilizaji wangu wote mahali popote pale mlipo heri ya mwaka mpya 2026. Huo ni mwaka wa baraka na mafanikio tele kwako wewe na familia yako. Na mwaka mpya ni kitu gani? Mwaka mpya ni sherehe ambayo tunasherehekea kuanza maisha mapya. Ni kama kuanza maisha mapya. Tunaanza maisha mapya, tunakuwa na matumaini mapya, tunakuwa na mwanzo mpya, na pia tunataka kufanya mabadiliko kwenye maisha yetu. Kwamba mambo ya zamani tuyaache, tunasemaga mwaka mpya na mambo mapya. Tunapenda kufanya mabadiliko ambayo yatatusaidia kuimprove maisha yetu. Ndio maana kila mwaka watu wengine waga wanaanza na New Year's resolutions, ambayo ni mambo ambayo unakuwa umejiandikia, ambayo unategemea kuwa utayafanya mwaka huu ambayo yatakupa mafanikio. Na watu wengi wanapenda kujikita kwenye New Year's resolution ambazo zinataka kuimarisha mahusiano, afya, elimu, uchumi au mambo mengine yote ambayo unataka kuimprove mwaka huu. Na mimi nataka kukuongezea resolution nyingine kwamba mwaka huu pamoja na New Year's resolution zako zote, ongeza pia resolution ya kuweka kipaumbele katika kuimarisha afya yako ya ubongo na afya ya akili. Kwa hiyo naomba uteke resolution yangu na uifanyie kazi, kwa sababu health is wealth na mental health matters, na pia ukijali afya yako ya akili utaweza kufanikiwa katika mambo yako ya mwaka mzima. Kwa sababu usipojali afya yako ya akili, usipokuwa na akili nzuri, huwezi ukafanya mambo vizuri. Lakini ukiwa umesettle, uko na afya yako nzuri ya akili, utafanikiwa pia katika mipango yako yote ya mwaka mzima. Kwa hiyo nakutakia uweze kuteki kipaumbele kwenye kuimarisha afya yako ya mwili na akili. Na leo tunaenda kuangalia mazoezi ya ubongo na pia tabia zinazoweza kusaidia kupunguza uwezekano wa kupoteza kumbukumbu. Kwa nini tunaongea kuhusu kupoteza kumbukumbu? Kupoteza kumbukumbu imekuwa ni shida kubwa sana hapa duniani. Kuna research ambayo imeonyesha kuwa kuna watu wengi sana hapa duniani hofu yao kubwa ni kwamba wanaogopa kuwa atakuja kupoteza kumbukumbu. Ni watu wengi sana wanaogopa kupoteza kumbukumbu kwa sababu imekuwa ni shida kubwa ambayo inaongezeka kila mwaka na inasumbua watu wengi sana. Takwimu zinaonyesha kwamba kuongezeka kwa shida hii shida zinaongezeka kila mwaka. Na hawa ni watu ambao wanaenda hospitali, wanakuwa diagnosed officially. Lakini kuna watu wengi sana huko vijijini, hata mjini, ambao hawaendi hospitali, wanapoteza kumbukumbu, wapo tu wako reported anywhere. Kwa hiyo ni shida kubwa ambayo iko kila sehemu na haijali status, haijali elimu, haijali unakaa wapi. Ni shida ambayo ni shida kubwa kwa watu wengi sana. Okay, mwaka 2021 research zinaonyesha kama takwimu zinaonyesha kama watu milioni 55 walikuwa wamepoteza kumbukumbu, na hao ni watu ambao labda walienda hospitali. Alafu research zinaonyesha, utafiti pia una predict kama kufikia mwaka 2030 kutakuwa na watu milioni 78 ambao watakuwa wamepoteza kumbukumbu. Kwa hiyo kuna watu ambao milioni 20 zaidi wameongezeka. Alafu wanatabiri pia kufikia mwaka 2050 watu milioni 139 watakuwa wamepoteza kumbukumbu. Kwa hiyo ni shida kubwa ambayo inatakiwa tupambane nayo, kwa sababu kupoteza kumbukumbu kuna muathiri mtu aliyepoteza kumbukumbu, na pia kuna athiri watu ambao wanamhudumia huyo mtu aliyepoteza kumbukumbu. Inakuwa ni mzigo kwa mtu mwenyewe na pia ni mzigo kwa watu wanaomhudumia. Ni shida kubwa sana ambao tunatakiwa tutake care. Dalili gani zinaonyesha kama kuna shida ya kupoteza kumbukumbu? Mtu anakuwa na dalili moja au nyingine zote ambazo nitazimesha. Ni kwamba kumbukumbu inakuwa imeanza kupotea, unakuwa ukumbuki sana vitu. Alafu shida kwenye mawasiliano, unakuwa uongee kwa namna ya kueleweka. Alafu attention inapotea, uwezi ukafocus, ukapay attention. Alafu unakuwa shida kwenye kufanya maamuzi na pia kutatua matatizo. Alafu kushindwa kutambua vitu, mtu unashindwa kutambua vitu mbalimbali. Kwa hiyo unaweza usitambue muda, usitambue mahali ulipo, au usitambue watu, unakuwa utambui vitu mbalimbali. Dalili zinaonekanaje? Kuna dalili nyingine ambazo ziko very obvious, ziko wazi kabisa, ambazo zinaonyesha kwamba mtu ameanza kupoteza kumbukumbu. Moja wapo ni kupotea kwenye mazingira unayoyafahamu. Unakuta mtu ameanza kupotea kwenye mazingira ambayo anayafahamu kabisa. Unafahamu nyumbani kwako, na siku zote unatembea au una drive nyumbani kwako, lakini unakuta mtu ukianza kupoteza kumbukumbu, unaweza kuanza ku drive lakini umesahau kwa unaenda wapi. Kwa hiyo unaweza kukuta mtu amesahau anakoenda. Ndio maana watu wengi wanapotea. Alafu kutumia maneno yasiyoeleweka unapoelezea mambo. Kwa hiyo unakuta mtu ameanza kutumia maneno ambayo haeleweki vizuri, hauko clear. Alafu unasahau sana maneno. Kusahau maneno kunatokea sana, lakini hii inakuwa ni too much, au pia inatokea mara nyingi zaidi. Kusahau majina ya watu ambao kwa kawaida unawafahamu. Kwa hiyo unaweza kusahau majina ya watoto wako mwenyewe,
jina la mke wako au la mume wako, majina ya ndugu na jamaa au wafanyakazi wenzao unaweza kuanza kuyasahau sana, kutokumbuka mambo ya zamani inatokea sana, kushindwa kufanya kazi zako za kawaida, mabadiliko kwenye haiba na tabia, unakuta mtu ameanza kubadilika sana. Alafu hallucinations, hii ni ile unaanza kusikia au kuona vitu ambavyo sio vya kweli, sio halisi, lakini unaamini kama ni halisi. Ndio maana watu wengi wanaanza kupoteza kumbukumbu, unakuta wanapotea sana, kwa sababu unakuta labda anasikia watu wanamuita, wamemwambia twende sehemu fulani, unakuta mtu anaondoka nyumbani, anaondoka, kumbe sio hivyo, ni kwa sababu ameanza kupoteza kumbukumbu. Kwa hiyo hallucinations zinatokea sana. Au kuna wengine pia anapata kama psychosis, anachanganyikiwa sana hivyo. Alafu anxiety na depression zinaweza zikawepo kwa kiasi kikubwa sana. Kuna aina mbalimbali za dementia, hiyo shida ya kupoteza kumbukumbu. Kwa kawaida watu wanaanzaga miaka 65 kwenda juu, lakini kuna watu wengine ambao wanaanza mapema zaidi. Kuna watu wengine wanaanza mpaka na miaka 40, 50 au 60, inaitwa frontal temporal dementia, ambao hii hapa inatokana na disconnection kati ya frontal lobe na temporal brain. Kwa hiyo kwa kuna disconnection unaweza kupoteza kumbukumbu. Shida nyingine ambayo inasababisha watu wapate hiyo dementia mapema ni ulevi. Kwa hiyo kama unalewa sana, unaweza ukaanza kupoteza kumbukumbu mapema. Alafu wengine pia labda urithi. Kuna watu wengine wanaanza mapema kwa sababu kwenye familia pia kuna watu ambao walipoteza kumbukumbu, kwa hiyo kuna urithi. Ni vihatarishi gani au risk factor gani ambao zinaweza zikakusababisha upoteze kumbukumbu? Ugonjwa wa kisukari. Jambo la kwanza ni kwamba ugonjwa wa kisukari ni ugonjwa hatari sana kuliko jinsi tunavyofikiria, kwa sababu una matatizo, una madhara mengi sana. Kwa hiyo mtu kama ana kisukari unaweza kuanza kupata shida ya kupoteza kumbukumbu mapema. Uzito mkubwa, kwa hiyo angalia sana weight yako. Punguza uzito ili uweze kuwa na afya nzuri. Uvutaji sigara, ulevi kama nilivyoshaongea, depression, stress za muda mrefu, kwa sababu depression na stress zinasababisha ubongo usinyae. Na watu wanaopoteza kumbukumbu, skani zao zinaonyesha kama kuna kupungua kwa volume ya ubongo. Wanapoteza kumbukumbu kwamba ubongo pia unakuwa umesinyaa. Kwa hiyo kama unakaa na depression na stress muda mrefu, ni kwamba ubongo unakuwa umesinyaa, kwa hiyo ni kivutio kikubwa sana cha kupoteza kumbukumbu pia. Majeraha ya ubongo pia ni risk factor, kwa sababu kama umepata majeraha ya ubongo unaweza ukapata shida kupoteza kumbukumbu. Kuna majeraha mengine unaweza kuwa umeyapata kwa ajili ya kuanguka, mengine kwenye michezo, mengine ni ajali, mengine hata umefanyia operation umekuta umegonga nerve ambao sio wenyewe, unaweza kupata shida ya kupoteza kumbukumbu. Kutofanya mazoezi ni shida kubwa sana, ambayo unakuwa unafanya oxygen haingii sana kwenye ubongo wako. Kwa hiyo kama ufanyi mazoezi ni kwamba oxygen haingii sana kwenye ubongo na ubongo unakuwa dormant. Alafu research zinaonyesha kuwa low education. Kuna wale watu ambao labda hawana elimu sana, pia wana nafasi kubwa sana kupoteza kumbukumbu. Ni kwamba unapokuwa na elimu au unapokuwa unasoma sana, sio lazima elimu, sio maana yake lazima uende shuleni ukasome ukapate hizo degree. Elimu ni kwamba hata unapojisomea ni kwamba unaelimika, kwa sababu kuelimika sio kwamba lazima ukakae darasani upate cheti. Unaweza kuwa una tabia kujisomea, unaposoma mara kwa mara ni kwamba unafikiria, una learn vitu, una activate ubongo. Lakini kama usome ufanye nini, ni kwamba ubongo wako unakuwa dormant. Unatambuaje umeanza kupoteza kumbukumbu? Utajitambua mwenyewe kwanza, kwa sababu utakuwa umejiona mabadiliko yako. Alafu pia ndugu jamaa na marafiki wa karibu wanaweza kutambua, kwa sababu pia watakuwa wameona mabadiliko yako. Kwa hiyo mtu mwenzetu siku hizi anasahau sana, anapoteza vitu akumbuki. Sasa kuna mazoezi ya ubongo ambayo yanatakiwa kufanyika ili kupunguza uwezekano wa kupoteza kumbukumbu, au pia kupunguza kasi, kwa sababu kama tayari umeshaanza kupoteza kumbukumbu, ukifanya mazoezi mara kwa mara unapunguza kasi ya ugonjwa kuendelea sana. Kwa kawaida ubongo unahitaji stimulation, unahitaji mazoezi, lakini mara nyingi tunakuwa hatufanyi mazoezi ya ubongo, kwa hiyo ubongo unakuwa umelala, hauko stimulated. Upe kitu cha kufanya, upe kitu cha kufikiri, upe kitu cha kujifunza ambacho ni positive, kitakusaidia sana kuimprove ubongo wako uwe na afya nzuri. Kuna kanuni ya ubongo ambayo unasema use it or lose it, yani tumia ubongo au poteza. Yani kama utumii unapoteza. Kwa hiyo unasema if you don't use it, you lose it. Kwa hiyo kumbuka sana ya ubongo kwamba unatakiwa utumie ili usiupoteze. Na mazoezi yatakusaidia sana kutumia ubongo ili usiupoteze. Zoezi la kwanza kwamba jichanganye na watu. Jitahidi sana kuwa connect na watu. Unapo connect na watu utakuwa unazungumza. Unapozungumza ubongo unakuwa stimulated. Alafu unaupa changamoto, kwa sababu hata wale watu ambao ni mizigo, ambao ni toxic, pia wanakusaidia kuthink, utafikiria jinsi ya kujitetea, jinsi ya kufanya nini. Kwa hiyo wanakupa changamoto ambazo zitakusababisha uthink. Alafu upe ubongo oxygen ya kutosha kwa kufanya mazoezi. Fanya mazoezi ambayo unayapenda. Kuna mazoezi mengine ambayo kuna watu wengine wakwambia ni mazoezi anaona kama ni adhabu, lakini fanya vitu vile ambavyo utavipenda. Kuna watu wanapenda kutembea,
wanapenda kukimbia, kuendesha baskeli, kuogelea, kudansi pia ni mazoezi mazuri, alafu na mazoezi mengine ya aina mbalimbali. CDC wanasuggest kama dakika 150 kwa wiki za kufanya mazoezi zinatosha kabisa, ni healthy kabisa. Kwa hiyo kama una dakika zako 150 kwa wiki zinatosha kabisa kufanya mazoezi. Kwa hiyo zipange mwenyewe utafanya mara ngapi kwa wiki, lakini ukipata hizo tu minimum of 150 minutes zinakufaa sana kuimarisha ubongo wako. Alafu kula chakula bora, kwa sababu chakula kinaimarisha neural pathways, kinaimarisha ubongo, alafu kinalinda seli za ubongo kwa hiyo zitakuwa ziko salama. Tibu magonjwa yanayochangia kupoteza kumbukumbu, hizo hypertension, tibu kisukari, take care, alafu hofu, sonona, stress, hizo zitibu ili usiendelee kufanya ubongo usinyae. Alafu changamoto nyingine ya kufanya mazoezi ni kwamba jaribu mambo mapya mwaka huu. Kuna mambo ambayo tumezoea kuyafanya na kuna mambo ambayo hatuyafanyi mara kwa mara. Lakini mwaka huu get out of your comfort zone, nafanya mambo ambayo huyafanyagi mara kwa mara. Mfano, andika kwa mkono ambao ni non dominant. Kila mtu ana mkono wake ambao anautumia kuandika. Mimi ni right handed. Kwa hiyo waga naandika na mkono wa kulia ambao hata nikifumba macho naweza nikaandika bila hata kufikiri. Lakini unashauriwa kuwa utumie non dominant hand ukitaka kufanya mazoezi ya ubongo. Tumia mkono ambao utumie, kwa sababu nikitumia mkono wa kushoto lazima nitataka kupay attention sana. Na unapo pay attention kwamba unafanya ubongo unafikiria. Kwa hiyo tumia non dominant hand. Haya ni mazoezi mazuri kwa watu ambao wanataka kuzuia shida ya kupoteza kumbukumbu, na pia wale ambao tayari wameshaanza, kwa sababu unafanya ubongo wako uwe active. Unasababisha mental stimulation, unaactivate sehemu za ubongo ambazo hazitumikagi, alafu unalazimisha kutumia ubongo unapotumia mkono mwingine ambao hutumiage kwa kawaida. Soma sana, kama nilivyosema elimu inasaidia, kwa hiyo soma sana, sio lazima kwenda shule. Ukienda shule ni plus zaidi, kwa sababu kuna research pia nilisoma nasema the more you add your education, formal education, ni kwamba risk inapungua. Kwa hiyo hata kama hujaweza kwenda shule, jitahidi sana kusoma magazeti, soma vitabu, jielimishe ili uweze kuwa na ubongo ambao uko stimulated na unafanya ubongo wako unakuwa active. Andika sana. Kuna watu wengine wanapenda kuandika mashairi, wengine wanapenda kuandika shajara. Mimi naandikaga hizo journal every night. I journal na journal, napenda sana kujournal kila usiku. So napenda sana kuandika hizo journal ambao ni mazoezi makubwa, kwa sababu ninapoandika nakuwa na process my brain, na process vitu ambavyo navifikiria. So ni vizuri sana kwa mazoezi ya ubongo. Fanya hesabu kwa kichwa. Wale wanaokimbia hesabu nataka calculator, pumzisha calculator, jitahidi kufanya mazoezi ya kichwa, ya hesabu kwa kichwa ili ufanye ubongo wako ufikiri. Fanya puzzle. Hapa ofisini kwangu na vitabu vya puzzle ambazo huwa nafanya hizi crossword. Hii ni Bible word search ambayo huwa saa nyingine waga nikichoka nikitaka kufanya mazoezi nafanya hizo word search ambazo zinanisaidia kufanya mazoezi ya ubongo. Jitahidi sana kufanya hivyo vitu. Unaweza ukapata kama Marekani unapata hapa maduka hizo zinaitwa Sudoku, unapata. Fanya mazoezi tu ya kufanya ubongo wako uwe active. Usikae sana kwenye simu, kwa sababu simu saa nyingine inakupa unakuwa dormant unless kama unasoma, labda kama unasoma vitu vya makini. Saa nyingine simu tu ile tu kuangalia picha za watu kufanya kuna kufanya usifikirie, lakini fanya kitu ambacho kina really make you think. Alafu kariri namba za simu za watu. Jifunze muziki, unaweza kujifunza muziki mwaka huu. Jifunze kuplay guitar au piano au muziki wote, jifunze cello, jifunze ili uweze kustim, kwa sababu muziki pia unasababisha una think na unasababisha ubongo, au ufanye jambo lolote ile ambalo linakusababisha utumie ubongo wako vizuri. Na pia kuna mambo ambayo unataka uepuke mwaka huu ambayo yatapunguza chance ya kupoteza kumbukumbu. Ni kwamba epuka sukari na mafuta mengi, kwa sababu yanaleta inflammation kwenye ubongo na yanaharibu ubongo wako. Alafu epuka kutolala usingizi wa kutosha, kwa sababu usingizi ni muhimu sana katika kuimarisha afya zetu za ubongo na akili. Usipolala usingizi wa kutosha ni kwamba unaunyima ubongo wako muda wa kujisafisha na pia muda wa kujirepair, kwa sababu unapolala ubongo unajirepair. Kwa hiyo kama unaunyima ubongo kujirepair ni kwamba una create hizo toxins kwenye ubongo wako na zinakusababishia upate shida kupoteza kumbukumbu. Jitahidi sana kulala usingizi wa kutosha masaa 7 mpaka 9. Hakikisha unalala masaa. Alafu kutotibu stress na depression, epuka kutotibu matatizo. Kuna watu wengine wanasema tu ni stress tu, nitavumilia tu, nitafanya. No, zitibu hizo stress, take care of it. Kwa hiyo kawaone wataalamu ili upunguze hiyo chance, kwa sababu stress na depression zinafanya ubongo unasinyaa. Alafu epuka pombe.
kutumia sana pombe na sigara kwa sababu zinasababisha kupoteza kumbukumbu mapema. Epuka ajali za vichwa. Kuna nyingine kwa bahati mbaya sana tuwezi tukaziepuka. Kuna watu wamewahi kuanguka, wamewahi kuangushwa, wengine wamepata ajali, mwingine ni operation, bahati mbaya umefanywa operation ukapata brain kwenye ubongo ikakuletea matatizo. Lakini kuna ajali ambazo tunaweza tukaziepuka. Mfano kama unajua unaendesha baskeli au pikipiki, vaa helmet ili uweze kuepuka kuanguka. Na vitu vingine ambavyo unaweza ukaviprotect, jitahidi sana kuprotect ili kuepuka shida ya ajali za kichwa kwa sababu ni mbaya sana, zinaharibu sana ubongo. Mtu yoyote anaweza akapoteza kumbukumbu. Kwa hiyo usiseme tu labda ni watu fulani. Mtu yoyote yule, kwa sababu tunaishi kwenye stressful world. Alafu kwa hiyo zingatia sana hiyo. Alafu unapoanza mwaka, toa kipaumbele katika kuimarisha afya yako ya akili na afya yako ya ubongo, kwa sababu unapoimarisha afya yako ya akili na ubongo itakusaidia hata uweze kufanikiwa katika mambo yako mengi ambayo umeyapanga kuyafanya mwaka huu, kwa sababu health is wealth, na kama hujali afya yako ni kwamba utashindwa kufanikiwa. Mambo mengine kuhusu afya ya akili nimeelezea kwenye kitabu hiki cha Afya ya Akili na Malezi Ughaibuni, ambacho kwa sasa hivi kinapatikana, na kwa bahati nzuri sana kwa wale wakazi wa Dar es Salaam wa Tanzania ni kwamba kinapatikana pale Sinza Baptist Mori. Kwa hiyo ukienda pale Sinza Baptist unaweza ukapata kitabu. Kuna kopi zote za Kiswahili na Kiingereza, na kwa wale mlioko Marekani na sehemu nyingine, you can text me, I'll let you know where to find it. Alafu again nawatakieni heri ya mwaka mpya na baraka tele katika mwaka huu 2026. Take care of your mental health and your brain, na kama umependa hii content usiache kusubscribe na pia kushare na watu wengine. Asante sana.